Yeah, hii ni Pawatila kama ambavyo nimekujuzeni na kama ambavyo nimewapangeni. So tunaanza na story namba 1 ambayo hii story ni story namba 10. Ilikuwa imehappen siku ya Jumatatu, na maanisha ilikuwa ni tarehe 10 mwezi huu hapa wa 11 2025, ambapo story iliyoshika nafasi ya 10 kwenye kipindi kinaitwa Pawatila ni kuhusiana pia na viongozi wa chama cha maendeleo Chadema. Walikuwa wanashikiliwa na wameachiwa na jeshi la polisi ambao ni John Heche, Amani Golugwa, Godbless Lema pamoja na Boniface Jacob, ambao wote wameachiwa kwa dhamana. Sasa akizungumza makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, na hapa ndipo ambapo alibonga kuhusiana pia na nini ambacho kilikuwa kimetokea na nini ambacho kilikuwa kimeendelea kuhappen baada ya wao kuachiliwa kwa dhamana siku hiyo. Na makamu mwenyekiti John Heche huyu hapa. Tumekuja kuripoti polisi kama tulivyotakiwa jana baada ya kuachiwa. Tumeambiwa turudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kwa tutarudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kuna mambo kadhaa ambayo nataka kusema kwa niaba ya chama chetu. Mimi nimekuwa mahabusu ya polisi tangu tarehe 22 kwa siku 21 mfululizo. Kwa hiyo sikuwa najua kwa undani kilichojitokeza. Jana usiku nimepata nafasi ya kuona mambo mabaya sana yaliyojitokeza. Vijana wengi wameumizwa, wameuawa. Familia nyingi zimepoteza ndugu zao. Mali zimeharibika. Kwa niaba ya chama chetu nataka kutoa pole kubwa sana kwa Watanzania wote waliopoteza ndugu zao, waliopoteza mali, hasa waliopoteza ndugu zao. Tumefikishwa hapo kwa sababu ya kiburi cha serikali. Tuliwaambia mapema kwamba kuna sababu ya kurudisha taifa pamoja, hawakufanya hivi. Wamefikisha taifa letu kwenye hali mbaya na ngumu. Kwa hiyo kwa niaba ya chama chetu tunatoa pole. La pili, kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka hili liwe very clear kwenye public, kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tulioachiwa nayo. Bado sisi ni watu tunaamini ni innocent, na tunataka watu wengine wote wanaoshikiliwa kinyume cha utaratibu waachiwe, waende kwenye familia zao. Baada ya kusikia story namba 10, sasa tuna drop na story namba 9 ambayo pia nayo imehappen siku ya Jumatatu tarehe 10 mwezi wa 11. Ni kuhusiana pia na Madam President, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amewateua 6 kuwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilikuwa ni Jumatatu ya Novemba 10, 2025. Sasa walioteuliwa ni Dorothy Gwajima, Balozi Mahmoud Thabit Kombo, Balozi Dr. Bashiru Ali pamoja na Ali Kakurwa. Lakini taarifa hiyo imetolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kasiluka, ambapo amesema wengine waliokuwa wameteuliwa ni wabunge Abdalla Ali Mwinyi, Balozi Hamisi Musa Omar pamoja na Dr. Rino Simioni Nyansao. Hao ndio wabunge 6 ambao wameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa wabunge katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilikuwa ni Jumatatu ya tarehe 10, 2025. Oi. Story number 8 kwa maana ya story number 8 imehappen siku ya Jumanne, siku ya 11 kwenye mwezi huu hapa wa 11, ambayo pia ni mbunge mteule wa jimbo la Ilala kupitia mkoa wa Dar es Salaam, Musa Hassan Zungu, ambaye yeye ameibuka kuwa mshindi wa kinyang'anyiro cha kiti cha uspika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo anakwenda kuwa ni spika wa 9 sasa wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Mheshimiwa Zungu ambaye ndo spika ameibuka mshindi na kutangazwa kuwa spika kwa kupata kura 378 dhidi ya wapinzani ambao ni wa vyama tofauti tofauti, na vyama ambavyo vilishiriki kusimamisha wagombea wa spika ni chama cha NFA, NLD, AFP, ADC. Lakini pia Mheshimiwa Zungu ameanza rasmi kabisa majukumu yake ya uspika, ambapo alianza kwa kumshukuru mtangulizi wake ambaye ni Dr. Tulia Ackson, ambaye yeye ameongoza bunge hilo na ni bunge ambalo limepita. Na story ambayo inamhusu spika mpya kabisa wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
ni story namba 8 na sasa hivi na drop na story namba 7. Lakini before that nikukumbusha wewe ambaye unaifuatilia hii hapa Zawadi Media, unafuatilia pindi linaitwa Pawatila. Kama ndo kwanza mara yako ya kwanza leo, make sure umesubscribe ili unakuwa ni mtu wa kwanza kupata more updates. Na sasa hivi na drop na story namba 7 ambayo hii imetokea siku ya Jumatano tarehe 12 mwezi wa 11 2025, ambayo inamhusu mwanadada Nifa, ambapo mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imesikiliza kesi ya uhaini inayomkabili mfanyabiashara Jennifer Jovin Bilikwijia ambaye ni maarufu kwa jina la Nifa na wenzake 21 kwa njia ya mtandao wakiwa gerezani, ambapo mahakama hiyo imesema itatoa uamuzi Novemba 25 mwaka 2025 juu ya maombi ya wakili Peter Kibatala ya kwamba hati ya mashtaka ina kasoro na baadhi ya mashtaka katika kesi hiyo yaondolewe. So kesi hiyo imesikilizwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Lyamuya bila washtakiwa hao kuwepo mahakamani. Kazi yetu ni kukujuza na kukufahamisha matukio na habari za wiki nzima tulizokusanya kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania na kuzileta kwako kupitia Pawatila. Kila Ijumaa saa 1 kamili jioni, Pawatila na Mshomari mtoto wa dada. Ni story namba 7. Sasa hivi na drop na story namba 6, ambapo story namba 6 pia imehappen siku ya Jumatano hiyo tarehe 12 mwezi huu hapa wa 11, ambaye inamhusu mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbozi kwa maana ya Mwalimu Onesmo Mkondia, ambapo mbunge wa jimbo la Mbozi kupitia Chama cha Mapinduzi CCM mheshimiwa Onesmo Mkondia amekula kiapo bungeni, ikiwa ni utaratibu wa wabunge wote waliofanyika bungeni hapo. Na hii inakuwa ni kwa mara ya kwanza kabisa kwa Mwalimu Onesmo Mkondia kuingia bungeni kama mbunge, ikiwa ni ndoto aliyokuwa ameanza kuiota kwa muda mrefu sana. Unaambiwa ni tangu mwaka 2013 alipokuwa pale UDSM, na hivi ndivyo ambavyo ilikuwa pindi alipokuwa anakula kiapo pamoja na wabunge wengine ambao walikula kiapo siku hiyo. Lakini Pawatila ikaona imnase Mwalimu Onesmo Mkondia the way ambavyo amekuwa introduced kwa mara ya kwanza kabisa Jumatano Novemba 12 2025. Mimi Onesmo Madison Mkondia na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Onesmo Madison Mkondia kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Katiba, kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Story namba 6 na nipa kibali cha kudrop kwenye story namba 5, ambayo hii story namba 5 imetokea siku ya Alhamisi, ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 11, ambapo ni taarifa iliyowashtua watu wengi sana baada ya kuisikia taarifa hii hapa. Lakini pia wapo ambao wamepata bashasha, lakini ukipita kwenye baadhi ya comments watu wanakuambia wengine walihisi kitu kama hiki kuhusiana pia na mheshimiwa Mwigulu Nchemba ambaye ni mbunge wa Iramba Magharibi. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na Dr. Nchemba atahudumu kama waziri wa 12 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pawatila inanipa kibali cha kudrop mpaka kwenye story namba 4 ambayo imehappen siku ya Ijumaa kuhusiana na kile ambacho kimehappen kwenye ulimwengu sasa wa entertainment na ulimwengu wa burudani. As I told you before kwamba Pawatila ni show pekee ambayo inakusanya mastori mbalimbali, ni jitu fulani hivi ambalo linakuwa linakusanya mastori mbalimbali kutoka kila place, yani kila kona ya dunia. Sasa hii inamhusu Kanye West, lakini pia inamhusu na Cardi B. Sasa story namba 4 kwa Kanye West, ameingiza takriban zaidi ya bilioni 29 kwa saa 24 mazee. Kitu pekee ambacho kimewasurprise watu wengi sana, bilioni 29 kwa masaa 24, ambapo pia lilifanyika tamasha pale nchini Mexico katika ukumbi wa Plaza de Toros, na ni mauzo ya 95%, na hivyo imefanya kuwa jumla ya mapato kutokana pia na tiketi hizo
kuwa ni zaidi ya $12 milioni 12, ambazo ukizicalculate sasa kuzileta kwenye fedha za kibongo utagundua kwamba ni fedha ambazo ni bilioni 29 ambazo zimeingia kwa masaa 24 tu. Watu wanaingiza mitonyo kinoma. Na hiyo ni story namba 4. Story namba 3 inamhusu mwanadada Cardi B ambaye ni female rapper. Imehappen siku ya Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2025, ambapo rapper Cardi B na mpenzi wake Stefan Diggs wamebarikiwa kupata mtoto wao wa kwanza wa kiume pamoja, ambao pia taarifa hiyo imeweza kuwekwa wazi na rapa huyo kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambapo pia rapa Cardi B sasa huyo anakuwa ni mtoto wake wa 4, ukiacha wale watoto watatu waliokuwa nao, lakini pia anakuwa ni mtoto wake wa kwanza kabisa ambaye amempata kupitia rapa huyo, ambaye kwa sasa hivi pia rapa huyo amekuwa na mtoto wa kike ambaye pia amempata na huyo mwanetu ambaye sasa hivi ni kama mume wake. Sasa tunaweza kusema hivyo, though bado haijawekwa wazi na bado pia haijawekwa vile ambavyo watu wengi walikuwa wamezungumza. Sasa kama unafuatilia mitandao ya kijamii, basi utakuwa umepita kwenye page ya Cardi B kupitia ukurasa wake wa Instagram. Cardi B alishare taarifa hii hapa kwa mashabiki zake, ambapo akaandika, "My life has always been a combination of different chapters and different seasons. My last chapter was the beginning of the new season. Starting over is never easy, but if it has been so worth it. I brought new music and a new album to the words. A new baby into my words, and one more reason to be the best vision of me. One more reason to love me, one than anything is or anyone is, so I can continue giving my babies to the love and the life they deserve. This next chapter is me versus me. It is me against all odds, me against everything meant to get in my way." Akiwa anamaanisha kwamba ni ukurasa mpya kabisa ambao ameanza nao, na ukurasa huu hapa pia unamfungulia zile kurasa nyingine zote ambazo kimsingi alikuwa amezianzisha pale mwanzoni, lakini pia zinabaki kama kumbukizi tu, zinabaki kama vitu vya zamani. So inamaanisha Cardi B anafurahia maisha yake mapya kabisa na huyo mpenzi wake ambaye amepata naye mtoto wa kiume ambaye ni mtoto wa kwanza. So baada ya kumalizana na story ya Cardi B na dropping na story namba 2, ambayo story namba 2 hii hapa imetokea siku ya Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 11 2025, ambayo inamhusu Madam President once again. Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali imedhamiria kuanzishwa wizara itakayoshughulikia masuala ya vijana, ambapo pia Rais Samia amesema anatarajia kuwa na washauri wa rais watakaomshauri kuhusiana na mambo ya vijana ikiwemo changamoto zao. So akihutubia bunge Ijumaa ya Novemba 14, 2025, Rais Samia amesema hivi, na nukuu kile ambacho amekizungumza: "Mimi na wenzangu serikali tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia masuala ama mambo ya vijana. Tumeamua kuwa na wizara kamili badala ya kuwa na idara iliyo na mambo mengi. Vile vile nafikiria kuwa na washauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi yangu." Mwisho wa kumnukuu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiyo hapa ni story number 2 na story number moko. Before sija dropping ni kukumbusha kusubscribe YouTube channel yetu ya Zawadi Media kama ndo kwanza kwa mara yako ya kwanza kabisa unaitazama. Hili pindi linaitwa Power Tila. Mimi naitwa Mshomari mtoto dada. Pindi linakujia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 kamili za jioni. Lakini pia kwa leo nimeintroduce rasmi kabisa Jumapili ya leo, ambayo ni Jumapili tulivu kabisa mabibi na mabwana. Jumapili ambayo ni Novemba 16, 2025. Story namba 2 imedrop kwa Madam President, na story namba 1 nafunga pia na Madam President. Taarifa ambayo ameitoa Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 11, kwa maana ya before yesterday, yani juzi. Taarifa ambayo pia imewafurahisha watu wengi na wengi wao pia kurejesha tabasamu, ikiwemo wale baadhi ya wazazi ambao watoto wao walikuwa wameshikiliwa kwa masuala ya uhaini, ambapo Mheshimiwa Rais akatoa tamko kwamba DPP awaachie vijana walioshtakiwa kwa uhaini, ambapo Rais ametoa maelekezo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu ofisi ya DPP kuchuja makosa ya vijana walioshtakiwa na makosa ya uhaini kufuatia maandamano ya Oktoba 29, 2025, kwa wale waliofanya makosa kwa kufuata mkumbo kwamba waachiwe huru. Na Mheshimiwa
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameyasema hayo alipokuwa akihutubia bunge Ijumaa ya Novemba 14 mwaka 2025, na hivi ndivyo ambavyo alizungumza. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavyoelekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Asante Mheshimiwa wabunge, nashukuru. Baada ya kumsikia Madam President ambaye ametufungia kurasa ya stories zile ambazo nilikuwa nazo kuanzia nambari 10 mpaka nambari 1, na hapo story nambari 1, story namba 1 imefungwa kabisa kupitia kipindi cha Power Tiller na Madam President kutokea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Mshomari, pindi linaitwa Power Tiller, kila siku ya Ijumaa. Don't get twisted. Mwambie na mwenzako na yeye mwambie na mwenzake kwamba tunakusanya matukio ya wiki nzima kupitia Power Tiller na tunayadropisha hapa kupitia YouTube channel yetu ya Zawadi Media. Don't get twisted once again. Mpaka next week. Kazi yetu ni kukujuza na kukufahamisha matukio na habari za wiki nzima tulizokusanya kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania na kuzileta kwako kupitia Power Tiller. Kila Ijumaa saa 1 kamili jioni, Power Tiller na Mshomari mtoto wa dada.